can start Kiswahili or English? Kiswahili. Sawa. Asante sana. Tumefika hapa kituo cha polisi cha Ravin baada ya kutoka kule Nakuru. Leo asubuhi tulifika kule Nakuru, shule ya msingi ya Lions, ili kuutizama mchezo wa kuigiza ambao ulikuwa unaigizwa na shule ya wasichana ya kitaifa ya Butere. Huu mchezo ulifika kule Lions baada ya amri ya mahakama kuu iliyotolewa kule Nyamira na Judge Unfrida Okwani. Amri ya mahakama kuu ilisema kwamba mwanzo shule ya wasichana ya Butere ikubaliwe kuigiza mchezo huo kama ulivyoandikwa na mwenye kuandika. Pili, wanafunzi hao waandamane na walimu wao pamoja na mwelekezi wa mchezo huo ambaye ni Mheshimiwa Seneta Cleophas Malala. Na tatu, serikali ihakikishe usalama wa wanafunzi, walimu na mwelekezi. Hiyo jana niliarifiwa na mteja wangu, ndugu yangu Cleophas Malala, kwamba amefika Nakuru ili kutekeleza wajibu kama alivyoamrishwa na mahakama ya kuwaelekeza wanafunzi kwenye mazoezi. Lakini alipokuwa anaingia shule ya Kiboin walikokuwa wanafanyia mazoezi, zaidi ya maafisa 50 wa usalama walimzuia kuingia. Hata licha ya yeye kuwaonesha amri ya mahakama na licha ya mimi kama wakili kupea Inspector Generali Douglas Kanja uamuzi huo wa Jaji Okwani kwamba amruhusu Bwana Malala, awaruhusu walimu na awaruhusu wanafunzi. Mheshimiwa Malala alishikwa. Mheshimiwa Malwa na mimi tulifika Nakuru Central Police Station huo usiku. Hatukuruhusiwa kama mawakili kumuona, licha yeye kuwa na haki ya kikatiba ya kuwasiliana na mawakili wake wakati wowote. Leo asubuhi tumeamkia kule kituo cha polisi cha Central Police Station, pia hawakuturuhusu. Tukadhania kwamba watampeleka mahakamani kule Nakuru. Tulimuuliza askari aliyesimamia kile kitengo cha polisi cha Nakuru, akasema yeye alipigiwa tu simu kwamba wamfiche Bwana Malala asionekane kwenye tamasha hizo za mchezo wa kuigiza za kitaifa. Tukamuuliza kama atapelekwa kotini. Akasema wamejaribu kutafuta kwa msingi wa sheria, hawapati kipengee cha sheria kinachosema kwamba yule anayeelekeza mchezo wa kukashifu serikali inapaswa apendekezwe mashtaka kwake. Tulitoka pale basi kwenda kuutizama ule mchezo kwa shule ya msingi ya Lions. Kufika kwenye lango pamoja na Mheshimiwa Wamalwa tulizuiliwa kuingia na maafisa wa polisi waliokuwa wamejihami. Japo tulikuwa tunaongea na wenzetu ambao tulikuwa tumewaambia wafike kule ndani ya asubuhi. Wakatueleza kwamba wanafunzi wale walitarajiwa kuwa kwenye ukumbi wa mchezo saa 12 kamili ili waanze saa 12:15, kinyume na kanuni za drama ambazo zilisema kwamba michezo zote zitaanza saa 2:30 mchana. Saa 12 walifika hapo, wakaambiwa waende stage. Hawakuwa na vile vifaa ambavyo vinaandaliwa ili kuigiza mchezo. Hawakuwa na mapambo ambayo ni decors, hawakuwa na vipaza sauti ambazo ni sound systems, na hawakuwa na costumes. Na kwa hivyo pia ile room kulikuwa na giza na wakakataa hata kuwekewa mwanga ili waweze kujiandaa. Wanafunzi wale wakasema paka lori iliyobeba vile vifaa iruhusiwe kwenye shule ndiposa waweze kuperform. Saa 1 wakazuia gari ambalo limebeba vifaa vya wanafunzi kutumia kuigiza mchezo kuingia. Saa 2 kamili wanafunzi wakalazimishwa kuelekea kwenye stage. Na kama wazalendo dhabiti wa taifa hili, watoto wachanga, wakafanya jambo ambalo limeshangaza conscience ya mankind. Walienda kule mbele, wakaimba wimbo wa taifa, wakasema Kenya ni nchi inayostahili heshima, uhuru wetu na ulindwe, na baadaye mmoja wao akahutubia waamuzi wa staha na kumweleza mbona wao kama wanafunzi hawawezi kuendelea na mchezo ule bila vifaa ambavyo vinapasa kutumika. Ni kama mtu anakukata mkono na anakupatia ugali kwamba kula kwa dakika 3 huu ugali moto, na amekukata mikono. Kwa hivyo wanafunzi wale kwa uzalendo wao wakataa kuigiza huo mchezo, wakaimba. Walipotoka nje ikawa wanatoka kwenye basi wanunue maji. Askari
zaidi ya 50 na vitoa machozi na rungu wakawavamia, wakawatupia vichoza machozi, wakawapiga, wengine wakaenda Kibroin, wengine wakaingia kwa bus, wengine wakaelekea town. Sasa walimu wao walikuwa wanawakusanya, wameweka kwenye bus, na serikali imeamuru kwamba wanafunzi wale pamoja wote na walimu warudishwe Butere. Wanapongea sasa hivi wanaelekea kule Butere, na nyuma yao kuna gari la askari 14 ambao wameambiwa waende mpaka Butere wasawe mahali ili wasiweze kuperform hii play hata wakishuka nje ya gari. Ni hayo tu. Asante sana. Kwanza niseme pole kwa ndugu yangu Cleo. Hajalala tangu jana, ameandamwa, amewindwa kama mnyama, akashikwa. Yeye amekuwa kama kocha, na kila kocha lazima aandae timu yake. Leo amekuwa na mechi, ni mechi ya kitaifa. Amekuwa Nakuru jana kuandaa timu yake, na amezuiliwa kama kocha kuandaa timu yake kwa mechi ya leo katika michezo ya kuigiza ya kitaifa kule Nakuru. Baada ya kuzuiliwa, yeye ameshikwa akawekwa kwenye cell kule Nakuru. Nikiwa na wakili mwenzangu Kenneth Chesa tumejaribu ili aweze kuachiliwa, lakini usiku wa manane ndio huyu ametolewa Nakuru akaletwa hapa Eldama Ravine. Nataka nishukuru sana wananchi wa Eldama Ravine kuacha shughuli zenu muje hapa kusimama na ndugu Cleophas Malala. Huyu ni Mkenya mwenzenu.